Nyinyi mmekuwepo kwenye ardhi, mmekuwepo kwenye maendeleo ya jamii, mmekuwepo kwenye madawati ya ukatili wa kijinsia, mmekuwepo kwenye mambo ya uhamiaji, kokote tu. Ni wakati wa kujipima. Tunaifanya kazi yetu kikamilifu? Na mwishoni tutaomba wizara yetu kupitia mkurugenzi wetu watupe ripoti ya watendaji kazi wetu. Tupate ripoti ya wafanyakazi katika serikali ya mkoa wa Arusha, namna wanavyowahudumia watu. Yaani Samia Legal Aid inaenda kutumika kama kipimo cha kuangalia mifumo yetu, sheria zetu, watu wetu na wananchi wanapataje huduma kupitia hizo nafasi. Sasa ikikutwa kwenye idara yako, sio sifa kuwa na msururu wa watu wengi. Sasa kwetu wamejitokeza watu wengi sana, watu wana shida. Tutamuuliza mkuu wa hiyo idara, wewe uko wapi mpaka watu wanajaa kwenye Samia Legal Aid? Inawezekana utimizi wajibu wako. Kwa hiyo ila mwisho nilisema huko ndani kwa sababu ni sehemu ya maandalizi. Mjue mloko Arusha kama ni spana sasa wakati wewe umefika. Unakuta hata hukumu ya mahakama imesema eneo fulani, mtu anaitumia hukumu ya mahakama anaenda kuvunja eneo lote la watu wa mtaani. Hapa Arusha kuna wananchi wanalia nyumba zao karibia 40 na kitu zimevunjwa na haziko kwenye hukumu ya mahakama. Lakini mtu kateka advantage na kila mtu akipelekwa taarifa anasema hii ni ya mahakama bado. Usiingilie muhimili mwingine. Sasa kazi ya kwetu sisi kama serikali ni kuhakikisha taratibu zote zinafuatwa. Waliopata haki ya mahakama wanapata haki zao. Tufacilitate. Kama akienda kwenye kituo cha polisi akaonyesha nyaraka zake na zikagundulika ni kweli, lazima amri ya mahakama ishikwe. Na pale ambapo unaona kuna utata, taratibu za kimahakama ziko wazi, anakazia hukumu yake. Sasa hizo hatua zote haziwezi kufikiwa kama sisi tutajitenga na kujua ukweli ulioko ndani ya makaflashi. Jambo la mwisho, mmesikiliza kesi awamu ya kwanza, lakini pia kuna watumishi wetu hapa. Kuna watumishi wetu. Watumishi wetu wakiwemo watu wa maendeleo ya jamii, sio? Wanalalamikiwa sana. Yaani mpo watumishi hapa, mnapata nafasi ya kwenda tena kukaa kuwasikiliza wananchi ambao hawana imani na nyinyi. Sasa nitaomba team leader mtusaidie. Pia mtumishi ambaye yupo kwenye kusikiliza kero, mwananchi akifika akasema bwana huyu tena namjua, huyu namjua, huyu ndio tatizo, na sisi tupende taarifa. Kwa sababu pointi yangu ya kwanza nimesema, fikiria ungelikuwa wewe mwananchi anakueleza alafu ndio kakutana na Daktari Samia ndio anamueleza pale. Tafasiri yake ni nini? Kwamba sisi tulipokaa kwenye kila ofisi tunamwakilisha rais. Na nyinyi inaenda mbali zaidi, mnaitwa Samia Legal, mmebeba jina lake kikamilifu. Kwa mwananchi anakutana na Daktari Samia kupitia wewe. Kama ni wa maendeleo ya jamii, kama ni mtu wa ardhi, kama ni mtu usio ustawi, si mtu wa dawati la kijinsia, yaani wewe unapokuwepo kwenye ile ofisi ulipokaa mahala pale, manake ni Daktari Samia amekaa. Wewe umekaa kwa niaba yake. Kwa chochote unachokiamua pale unaamua kwa niaba ya nani? Ya rais. Namna ambavyo mwananchi ataondoka pale, ataondoka na tafasiri njema kwamba nimekutana na Daktari Samia kanihudumia vizuri au nimekutana na mtu kanihudumia vibaya. Kwa chuki unaitengeneza wewe na upendo kwa wananchi juu ya rais wao unaitengeneza wewe. Sasa wako watu ambao wananchi wanaojua kabisa huyu ni tatizo. Sasa team leader tusaidie. Mkifika mahala mtu anatambulika ni tatizo, hata akitajwa na mtu mmoja, hata ukitajwa mara moja, team leader wewe note. Na sisi tupate taarifa kwamba mtumishi fulani watu wanamlalamikia. Kwa sababu gani? Yawezekana haya malalamiko ya wananchi yanayoendelea kuwepo, chanzo ni sisi watendaji.
Mpaka rais anaamua kutafuta, sababu hii kinachofanyika hapa, ubunifu wa Daktari Samia ni kutafuta mbinu ya mbadala ya kuwasaidia wananchi wake. Lakini kimsingi kama tungekuwa tunafanya kazi yetu kikamilifu, sababu kila ngazi kuna kiongozi, mpaka kwenye serikali za mtaa, mpaka kwenye kata, kwenye tarafa, kwenye wilaya, kwenye mkoa. Kwa nini legal aid inatengenezwa? Kwa nini Samia legal aid inatengenezwa? Inawezekana moja ya sababu kwamba sisi hatutimizi majukumu yetu, wanakuja watu wengine kutusaidia. Nyinyi mmekuwepo kwenye ardhi, mmekuwepo kwenye maendeleo ya jamii, mmekuwepo kwenye madawati ya ukatili wa kijinsia, mmekuwepo kwenye mambo ya uhamiaji, kokote tu. Ni wakati wa kujipima. Tunaifanya kazi yetu kikamilifu? Na mwishoni tutaomba wizara yetu kupitia mkurugenzi wetu watupe ripoti ya watendaji kazi wetu. Tupate ripoti ya wafanyakazi katika serikali ya mkoa wa Arusha, namna wanavyowahudumia watu. Yaani Samia Legal Aid inaenda kutumika kama kipimo cha kuangalia mifumo yetu, sheria zetu, watu wetu na wananchi wanapataje huduma kupitia hizo nafasi. Sasa ikikutwa kwenye idara yako, sio sifa kuwa na msururu wa watu wengi. Sasa wetu wamejitokeza watu wengi sana, watu wana shida. Tutamuuliza mkuu wa hiyo idara, wewe uko wapi mpaka watu wanajaa kwenye Samia Legal Aid? Inawezekana utimizi wajibu wako. Kwa hiyo ila mwisho nilisema huko ndani kwa sababu ni sehemu ya maandalizi. Mjue mloko Arusha kama nispana sasa wakati wetu mzima. Kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ilianza kwanza kutekelezwa mwaka 2023 na mkoa wa Arusha leo tuko ni mkoa 23 tangu utekelezaji tulipoanza, na tumejipanga kwa maana ya kesho kutakuwa kuna uzinduzi utakaofanyika katika viwanja vya Ngarenaro, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa kama alivyoeleza yeye ndio mgeni rasmi wa shughuli za uzinduzi. Lakini baada ya kesho kuanzia tarehe 29 tutakuwa na siku 9 za kwenda uwandani. Na leo kama mlivyoona tuko na wataalamu kwa maana ya timu ambazo zinaenda kwa ajili ya utekelezaji. Na kule kwenye halmashauri tutaenda kata 10 kwa halmashauri moja. Na kwenye kila kata moja tutakuwa tunaenda vijiji vitatu. Huduma ambazo zitakuwa zikitolewa kule, kwanza tutakuwa tunafanya mikutano ya hadhara kwa maana ya kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na masuala ya sheria, huduma za msaada wa kisheria, masuala ya haki za binadamu, kuwakumbusha wananchi pia haki zao na wajibu wao. Lakini pamoja na hilo tutatoa ushauri wa kisheria kwa wale ambao watakuwa na changamoto za kisheria, nataka kufahamu masuala mbalimbali. Masuala ya mirathi, kutakuwa kuna wataalamu watakao wasaidia kuandika usia, lakini pia tutatatua migogoro mbalimbali ambayo itakuwa inawakabili wananchi. Kwa hiyo huduma zitatolewa, wananchi wajitokeze hata kama hana changamoto, lakini tu aweze kufahamu huduma za msaada wa kisheria. Pia kwa hapa uzinduzi unapofanyika viwanja vya Ngarenaro, tutakuwa na mabanda zaidi ya 10, tutakuwa na wataalamu zaidi ya 30 ambao wao watakuwa wanatoa tu ushauri na huduma nyingine za kisheria kama mtu ana kesi uwakilishi mahakamani, lakini pia watakuwa wanaandaliwa nyaraka na masuala mengine. Inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.